Okay, karibuni sana Fountain Gate Manyara. Shule yetu inafahamika kwa Fountain Gate Manyara Primary School. Rasmi huwa tumeanza mwaka huu mwezi wa 12, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli shule yetu inaendelea vizuri kwa sababu wanafunzi wanazidi kuongezeka. Almost karibia kila siku tunaandikisha wanafunzi wapya. Lakini pia huduma zetu ni nzuri na wazazi na watu wengi wamezikubali, ndio maana tunaendelea kupokea watoto. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana Fountain Gate Manyara. Sawa. Na kuna namna gani vigezo ambavyo vipo pengine kwa wazazi wakitaka kuleta watoto wao hapa? Vigezo inategemea na mwanafunzi. Kwa mfano kama ndo anaanza, yule automatically anakuja, anachukua form, alafu tunamwandikisha. Lakini wale ambao wanahamia huwa tunatatibu kufanya interview na tuna wastani wetu. Akifikisha wastani wa alama A mpaka B, basi tunamchukua, tunamsajili kuwa mwanafunzi wetu. Na mzazi ambaye yuko nje ya Manyara, labda yuko maeneo tofauti na Manyara, anaweza kupata vipi mawasiliano ya Manyara ili aweze kuleta mtoto wake au kufanya? Okay, vizuri. Mawasiliano huwa yapo kwenye magari, lakini pia kuna mbango mbalimbali hata pale nje ya gate, lakini pia huwa tunafanya matangazo maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutangaza shule yetu. Kwa hiyo pia namba za wakuu wa shule zipo kwenye magari, kwa hiyo wanazipata tu kwa urahisi. Mitandao ya kijamii? Pia tuna mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram, ndio tunatumia sana katika kutoa matangazo ya shule yetu. Katika eneo la kitaaluma, Fountain Gate, nafasi ambazo pengine mpo kitaifa na ili kuweza kuvutia na watu wengine walete wanafunzi hapa, ufundishaji na kila kitu, mambo yanaendaje? Kwa kweli taaluma iko vizuri, iko juu sana. Naweza nikasema kwamba kwa Manyara hii, kwa mkoa huu, tunaweza tukawa tunashika nafasi ya kwanza kwa sababu hata mtihani uliopita wa mkoa tumeshika nafasi ya pili kimkoa. Kwa hiyo kwa ujumla kweli taaluma iko vizuri, tunafanya vizuri sana. Shukuru sana. Ndio. Nakuongeza. Zaidi tu niwakaribishe kwamba hapa ni nyumbani. Karibuni sana nyinyi, kama mna watoto basi waleteni hapa tujiunge nao pamoja. Watoto hapo. Karibu sana. Tutawaleta watoto. Lakini moja, kama tunavyosema, mdhamini mkuu ni shule ambayo ni Fountain Gate. Kwa bahati tumefika kwenye branch yetu ya Manyara. Mmeongea na mwalimu mkuu msaidizi, nadhani mmepata yale ya shule kwamba mdhamini mkuu. Lakini cha pili, tulikuwa tunaizungumzia timu na ziara hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya timu. Tumeweza kupata breakfast na president, tumeweza kupita kwenye hostel, lakini yote inabebwa na nini? Na uwanja. Kwa hiyo hapa tuko kwenye uwanja wa shule lakini ni wa timu. Kwa ile timu ikitoka kule hostel, tunatamani au tunatumai itakuwa inafanyia mazoezi hapa, kwa rai itakuwa inaenda kwa ajili ya mechi. Kwa huu ni uwanja ambao unaandaliwa kama vile tulivyokuwa tunaandaa hostel. Kwa mwaka huu tunachoweza kusema tumejipanga na tutajipata. Maandalizi ya uwanja huu pia ni kwa ajili ya kuweka nyasi za aina gani? Tunapanda za kawaida. Mazingira ya huku yanaruhusu. Kwa raia wenyewe pia wamepanda za kawaida. Maji yapo, hali ya hewa nzuri. Lengo ni uwanja wa mazoezi. Huu ni wa mazoezi tu. Na kukadiria unaweza ukatamatika baada ya muda gani? Huu nadhani mpaka mwisho wa mwezi wa 12 utakuwa uko timamu. Mwaka huu Mungu akipenda. Kuna swali huko? Hapa ni football peke yake. Football peke yake. Japokuwa space ni kubwa. Kwa hiyo viwanja vingine vitafuata. Lakini cha kwanza kwa sababu ni timu, tunaanza na football. Kuna wale watoto wenye vipaji vya kukimbia kana Simba. Tunaelekea pia kuwafanyia kazi. Umesikia pale mkurugenzi alisema Mwanza. Lile neno Mwanza linaanza kubeba hizo taswira unazozisema. Sababu wengi wanaamini Fountain Gate ni football. Laisa tunaanza kutohoa na vipaji vingine vyote. Na shule hii nadhani mwalimu mkuu msaidizi ya kusema Jumamosi ni graduation yao. Kwa hiyo kama mtapata nafasi ya kuweko Manyara, Ijumaa ndo tunacheza mechi. Ijumaa tunacheza mechi na Dodoma. Jumamosi tunakula ubwabwa shule. Vyote vinaendana sambamba na nyinyi wadau, karibuni. Shukrani sana. Asante.